Musa na Aruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwezi wa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka wenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambia, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana kondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mwana kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi. Nanyi mtakwenda hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msile mbichi wala kutokosa majini. Msile mbichi wala kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake. za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita katikati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa wanyama, na nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya siku ya leo ya pekee ambayo umeifanya kwa ajili yetu. Asante kwa upendeleo huu, Yesu. Thank you for this privilege, oh God. Asante kwamba katikati ya watu wengi umetuchagua sisi, na imekupendeza kwamba tuwepo hapa tule na kunywa mezani pako. Tuko tayari Bwana Yesu, sema na maisha yetu, utuponye na kutubadilisha. Baada ya neno hili, baada ya ibada leo, maisha yetu yawe tofauti kabisa, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Kitabu cha Kutoka ni kitabu cha pili katika mlolongo wa vitabu vya Agano la Kale ambavyo tunaviita vitabu vya Torati, Pentateuch. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha Mwanzo, kitabu cha pili ni kitabu cha Kutoka. Baada ya Kutoka kinafuata mambo ya Hesabu, baada ya Hesabu mambo ya Walawi, baada ya mambo ya Walawi kumbukumbu la Torati. Mwanzo, Kutoka, mambo ya Lawi, afu Hesabu, kisha kumbukumbu la Torati. Hivi ni vitabu vya Musa ambavyo vinaelezea vitu vikubwa viwili ningesema. Moja, vinaelezea mwanzo wa uumbaji, lakini pili vinaelezea mwanzo wa taifa la Israel na dealings za Mungu na taifa la Israel. Sasa Kutoka inatuambia jinsi wana wa Israeli walivyotoka kwenye nchi ya Misri kwenda kwenye nchi yao ya ahadi ambayo Mungu aliwaahidi kupitia baba yetu wa imani Ibrahim ama Abraham. Sasa wakati wanatoka, kwanza mwishoni hapa wakati wanatoka, wana wa Israeli walikuwa kwenye mateso makali sana, na walikuwa wanateswa na Farao. Biblia inasema alikuja Farao ambaye amjui Yusufu, na yule Farao hakuwa na taa zozote na Yusufu. Na moja kati ya vitu ambavyo alifanya ni kwamba aliona wale wana Israeli wanaongezeka, na kuongezeka kwao kungeleta threat kwa taifa la Misri, kwa sababu
Anasema isije ikatokea watu wakaja kupigana vita na sisi, alafu hawa wana wa Israeli wakageuka kinyume chetu, na wakawa, kwa sababu ni wengi, tukapigwa pamoja na maadui zetu. Kwa hiyo wakaanzisha mkakati wa kuanza kuwatesa ili kwamba waweze kupungua idadi, lakini wakipungua idadi then itakuwa rahisi kuwatawala, itakuwa rahisi, ile impact ambayo wangekuwa nayo kama ungetokea vita isingekuwepo. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba kadri walivyozidi kuwatesa ndivyo walivyozidi kuongezeka. Bwana wasifiwe. Kadri ambavyo walifanya mazingira yao kwa mabaya, kwa magumu, kwa kazi nyingi, walizidi kuongezeka. Mungu akuondoa mateso kwa wana wa Israeli. Mateso yalikuwepo, lakini mpango wa adui shetani ambao ulikuwa utokee kwa sababu ya mateso haukutimia kwa jina la Yesu. Amen. Na mimi nasema kwa jina la Yesu, kila kitu ambacho Ibilisi amekipanga juu ya maisha yako hakitafanikiwa kwa jina la Yesu. That ultimate goal of the enemy won't be successful in your life in Jesus' mighty name. Anaweza kukufanya usilale usiku, anaweza kufanya ukachelewa hapa na pale, lakini agenda zake hazitafanikiwa kwa jina la Yesu. Hazitafanikiwa. Leo nilikuwa, unajua, niwaambia watoto wangu, nimeamka asubuhi nikaa na tafakari kila ambacho kimetokea usiku hapa. Nilikuwa na plani usiku ya kulala hapa, niwe na muda wa kutosha wa kuomba, lakini kwa jambo likatokea usiku saa 9 nikarudi nyumba. Saa 8 nikarudi nyumbani. Sasa wakati nakuja nikaa na tafakari kitu, Roho Mtakatifu akawa ananifundisha. Akasema pamoja na kwamba shetani anayo ruhusa ya kuwaonea watoto wa Mungu, lakini hiyo ruhusa sio absolute. Sio ruhusa ya moja kwa moja. Kuna mipaka ambayo ako nayo. Yaani shetani anaweza kukuonea mtoto wa Mungu kwa kiwango fulani. Kuna mlango hawezi kuvuka. There is a place he cannot go. Na ndio maana Biblia inasema hesabuni kwamba ni furaha tele mnapopitia majaribu ya aina mbalimbali, kwa sababu katika hayo majaribu ambayo mnapitia, ingawa yanaweza kuwa yameletwa na adui shetani, lakini hayatafanikiwa kwa sababu katikati. Okay, thank you. Give me water please. Pole. Ingawa yameletwa na shetani, lakini agenda ya shetani haitafanikiwa. Mungu hataacha mjaribiwe kupita mwezavyo. God won't allow you to be pushed beyond the limits. Anaposema kupita mwezavyo, sio kupita kiwango kile ambacho tu kwamba wewe unaweza kuhimili, lakini kupita kiwango kile ambacho unapatwa na uharibifu ambao hauwezi kuwa recovered kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Shetani aliruhusiwa kuwatesa wana wa Israeli, lakini mpango wake wa kuwapunguza haukutimia. Baadaye Mungu akaona sasa awatoe wana wa Israeli kwenye nchi ya Misri, awapeleke kwenye nchi ya ahadi. Kuna kitu hapa ambacho kinaweza kuconflict theology yako kidogo. Wakati mwingine Mungu ataruhusu friction kwenye maisha yako ili aweze kuanzisha mpango mwingine wa kukupeleka mahali pa ahadi zake, mahali pa maisha yake. Sio kila wakati nyakati ngumu zinakuja kwenye maisha yetu ili kutupoteza. Wakati mwingine nyakati ngumu zinakuja kwenye maisha yetu ili kutupush kwenda mahali Mungu penyewe ambapo Mungu amekusudia tuwepo. Kumbuka, wakati wana wa Israeli wako kwenye nchi ya ahadi, walikuwa wanakaa kwenye eneo linaloitwa Gosheni. Hawakuwa wanateseka. They were not in troubles. They were not having tribulations kwenye nchi ya Misri. Yaani walikuwa wanakaa Gosheni, yet pale Gosheni penyewe walikuwa wanastawi, wanaongezeka. Pamoja kwamba walikuwa wanastawi kwenye nchi ya Misri, lakini ustawi ule haukuwa shabaha ya mwisho ya Mungu juu ya maisha yao. Do you understand that?
Yes, unaweza kuwa na stawi lakini unastawi Misri, na bado Mungu akaruhusu mambo magumu kwenye maisha yako ili ustawi huo usifanyike Misri, ukafanyike kwenye nchi ambayo Mungu anataka ukastawi. Do you get what I'm saying? Yeah. Unaweza kukuondoa kwenye mahusiano unayoyafurahia ili akupeleke kwenye mahusiano ya hatima yako. Mungu anaweza kukuondoa kwenye kazi uliyokuwa unaifurahia ili akupeleke kwenye kazi ya hatima yako. Mungu anaweza kukuondoa kwenye familia ambayo ulikuwa unaipenda kabisa, na anaweza kuondoa baadhi ya watu wako muhimu kabisa ambao ulijua kabisa hawa ndio wenyewe, ili akupeleke mahali ambapo ndipo ambapo yeye anataka ukae. Walikuwa wanakaa Gosheni, wamekaa miaka 400, and they were beautiful years. Walikuwa wanastawi, wanaongezeka. Akamwinua mtu mmoja anaitwa Farao, akataka kuwatia kwenye shida ili tu iwapush kumtafuta Mungu na wokovu upatikane. Bwana asifiwe. Tunaposherehekea wiki ya Pasaka, Mungu ameniambia hii ni wiki ya uhuru kwako kwa jina la Yesu. This is your week of freedom. Uhuru. Kwa sababu kimsingi Pasaka ni sikukuu ya uhuru. Bwana asifiwe sana. Yeah, ni sikukuu ya uhuru. It's a freedom celebration. It's a freedom holiday. It's a freedom thing. Ni kitu cha uhuru, sio kitu cha kula wali, sio kitu cha kula mchele, sio kitu cha kula pilau. Ni uhuru. Na kama kuna mchele unakula, kuna wali unakula, kuna soda unakunywa, lazima ufanye ukitokea mahali pa uhuru. Bwana asifiwe sana. Na chochote ambacho kinakuondoa kwenye uhuru, wiki hii kinaondoka kwa jina la Yesu. Nasema wiki hii kinaondoka kwa jina la Yesu. Sasa basi Mungu akatengeneza mkakati wa kuwatoa wana wa Israeli, na akamwandaa Musa baada ya kufanya kazi yake, wakaanza kwanza kushughulika ya kukawa na mapigo 10. Watu wengi wanajiuliza kwa nini mapigo 10? Kwa nini Mungu alifunga moyo wa Farao ukawa mgumu? Ni kwa sababu kama Mungu asingeufunga moyo wa Farao, angewaruhusu wana wa Israeli mapema. Na kama angewaruhusu mapema, Mungu asingepata nafasi ya kujitukuza kwa wana wa Israeli na wana wa Misri juu ya miungu ambayo walikuwa wanaiabudu, kwa sababu yale mapigo yote yalikuwa na target miungu ya wana wa Israeli, miungu ya Misri juu ya maisha yao. Kwa mfano, yuko Mungu wa Misri ambaye alikuwa anahusika na ulinzi wa wazaliwa wa kwanza. So kitendo cha Mungu kupiga wazaliwa wa kwanza kilikuwa kinawaonesha Misri kwamba Mungu wao, yes, ni Mungu, lakini Mungu huyu wa mbinguni Jehova ni superior, ni mkuu kuliko Mungu wao. Na ndio maana Mungu aliposhuka kwa piga wazaliwa wa kwanza, Mungu wao ambaye mwamwabudu na kumtegemea miaka yote hakuweza kumzuia. Do you understand that? Ni kama ulikuwa naamini kufuli lako, kwa mbili kufuli haliwezi kufunguliwa na funguo yoyote bandia, alafu mtu akaja na ufunguo wake akafungua kufuli lako afa kaondoka. Unajua tokea hapo utaanza kutulia shaka ile funguo, sio? Hata kama linaendelea kufanya kazi, unajua hili ni kufuli ndio, lakini kuna mbabe wake. That was a target. Ukisoma hapa sura ya 12 sura ya 12 anasema maana nitapita juu ya katikati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Do you understand that? Anasema atapita katika nchi ya Misri, atapiga wazaliwa wa kwanza wote wa Misri, wa wanyama na wa wanadamu. Anasema kwa kufanya hivyo atafanya hukumu. Hukumu manake ni kuamua nani anastahili, nani astahili. Kwa lugha nyingine, Mungu alitaka kutarget miungu wa Misri ili aweze kudecide, aweze kuamua katikati wa Misri na watoto wake wana Israeli kwamba nani ni Mungu na nani sio Mungu. Alafu mwishoni kabisa anasema mimi ni Bwana. Neno Bwana hapa neno Adonai. Adonai manake miliki wa kila kitu.
yaani top manyota. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yes, ndo lugha rahisi hapa. Maana yake mimi ndo top manyota. Neno Adonai, neno Bwana. Bwana ndo mume, mume ndo master, miliki wa kila kitu. Sasa mara nyingi historia wana wa Israeli kutoka Misri tunaifahamu, na nisingependa nielezee sana. Mungu akawaambia sasa wachinje mwanakondoo. Na huyo mwanakondoo hapo ilikuwa ni lugha kumaanisha mnyama. Anaweza kuwa mwanakondoo kweli, au anaweza kuwa mwanambuzi. Akasema mchinje huyo mnyama, alafu mchinje mnyama kulingana na size ya familia. Kama familia na watu wachache, iungane na nyingine na watu wachache, wachinje mnyama. Wakishachinja mnyama wale siku hiyo wala wasibakise. Na wakiwa wanakula wajifunge nguo zao, washike fimbo zao, wavae viatu vyao. Bwana asifiwe. Alafu nyama isibakie, kibakia mpaka kesho waichome moto, haifai kwa ajili ya kesho. Maana kesho yake kutakuwa na safari. Bwana asifiwe sana. Alafu akasema wachukue hiyo damu wapake kwenye miimo na vizingiti. Miimo ukiangalia pale kwenye mlango wetu, miimo ni hivi nguzo za pembeni za mlango, kizingiti ni kile cha juu. Sasa wapake pale juu, wakapaka. Alafu usiku malaika wa Mungu akapita ili aweze kuangamiza sasa wazaliwa kwanza wa nchi yote ya Misri pamoja na wana wa Israeli. Please, I want to understand. Maelekezo ambayo malaika alikuwa nayo sio ya kuua wazaliwa wa kwanza wa Misri kwa maana wa Misri. Hapana. Ilikuwa ni kuua wazaliwa wa kwanza wa kitu chochote ambacho kipo kwenye nchi ya Misri. Weza ni Wayahudi ama sio Wayahudi. Sasa ili kuwatofautisha Wayahudi, nyumba za Wayahudi na ambazo sio za Wayahudi, ilikuwa wapake nini? Damu. So malaika akija, akiona nyumba ina damu kwenye miimo na kwenye kizingiti, anapita juu ya hiyo nyumba, anaenda kwenye nyumba nyingine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Alafu anapita juu. Neno Pesach maana kitu pass over. Anapita juu. Manake wako wana wa Israeli. Biblia isemi, lakini mimi nataka kuamini kwamba wako wana wa Israeli ambao waliposikia maelekezo ya kupaka hiyo damu kwenye miimo na vizingiti, wao hawakuzingatia. Wakaona ni masiara. Mzaliwa wa kwanza walikufa. Na inawezekana kuna Wamisri ambao walisikia hayo maelekezo, wakayafanyia kazi. Mzaliwa wa kwanza hakufa. Kwa sababu malaika akipita, alikuwa anapita aangalie yupi ni Myahudi yupi sio Myahudi. Anaangalia nyumba ina damu ama haina damu. Do you understand that? Sasa kuna kitu nataka nielezea hapa vizuri. Kitu cha kwanza nataka tuelewa. Moja, yule malaika alitoka kwa Mungu. Na kazi yake ilikuwa ni kuangamiza wazaliwa kwanza wa Misri kwa maagizo ya Mungu. Do you understand that? Ile damu kazi yake ilikuwa ni kuwalinda watoto wa Mungu dhidi ya Mungu, sio dhidi ya shetani. Okay? Damu ambayo walinyunyiza, walipaka kwenye miimo na vizingiti, haikuwa kwa ajili ya kuwalinda wana wa Israeli na shetani. Hapana. Ilikuwa ni kuwalinda wana wa Israeli dhidi ya Mungu wao, dhidi ya hasira ya Mungu wao juu ya wana wa Misri na miungu yao. So please, theolojia ya kutumia damu ya Yesu dhidi ya shetani kwa kutumia andiko hili ni makosa. Do you understand? Unaposema unanyunyiza damu, mwingine ananyunyiza damu kwenye viti kwa ajili ya ulinzi, ananyunyiza damu ya Yesu juu ya nyumba yangu ili wachawi wasiniroge, sio kweli, ni uongo. Sawa? Damu ya Yesu sio kwa ajili ya ulinzi dhidi ya wachawi. Damu ya Yesu ni ulinzi juu ya watoto wa Mungu dhidi ya Mungu. Do you understand that? Sawa? Yes. Sasa Yesu alipokuja baadaye, alipokufa, alimwaga damu yake. Tunaposema Yesu alimwaga damu yake, kesho nitaelezea vizuri zaidi, hatumaanishi Yesu alitokwa na kimiminika. Sio maana yake.
Tunaposema Yesu alimwaga damu yake msalabani, tunamaanisha aina ya kifo ambacho Yesu alikufa. Ni kwamba Yesu alikufa kwa kuuawa alafu msalabani. Sio kwamba damu ilichuruzika papo. Maana kuna watu wanasema hivi, Yesu alitolewa damu sehemu kubwa 5. Alitolewa damu kichwani ili kukuokoa akili zako. Alitolewa damu bavuni ili kuponya familia yako, mwenzi wako. Alitolewa damu miguuni ili kuponya miguu yako. Alitolewa damu mikononi ili kuponya kazi ya mikono yako. Ni heresi. Mwambie jina yako ni heresi. Sema heresi. Heresi ni mafundisho sio sahihi, sio kweli. Yesu hakutuokoa vipande. Okay, mbona kumwaga damu sasa sehemu zingine? Maana hizo sehemu zingine hazijaokoka au sio? Na ni za muhimu. Okay, nikuulize swali. Swali rahisi tu. Nikuulize swali. Yesu kumwaga damu kwenye macho. Macho sio ya muhimu? Macho sio ya muhimu? Wewe akikwambia uchague kati ya macho na miguu, utachagua nini? Mtu akwambia nikukate miguu au nikutoboe macho, utachagua kipi? Si bora wakati miguu aache macho, sio? Sasa kwa umuhimu wa macho, Yesu kama ingekuwa issue ni kumwaga damu kwa vipengele, si angemwaga kwanza kwenye macho? Angemwaga macho, angemwaga masikio, angemwaga na mdomo, kwa sababu kula utaishi bila kula wewe. So it's wrong. Sawa jamani? Tunachomaanisha kwamba Yesu alimwaga damu yake, tunamaanisha alikufa. Tukisema mtu amemwaga damu, maana yake ameua kwa kukatisha uhai, sio kwa sumu, sio kwa ugonjwa. Ameuliwa. Mungu alipo Daudi, umemwaga damu, mikono yako ina damu nyingi, maana yake umeua watu wengi. So unaposema Yesu alimwaga damu yake, tunamaanisha Yesu aliuawa, alikufa pale msalabani. Bwana asifiwe. Na sio kwamba Mungu ana shida na damu. Wako watu wanasema, miungu yote inataka damu. Mungu anataka damu. Mungu hana shida na damu. Mungu sio vampire. Bwana asifiwe sana. God is not a vampire kwamba ana hamu na damu. Anafundisha kabisa miungu yote inataka damu. Hapana, it's not about that. Unajua kuna vitu tumeviamini muda mrefu. Jana nilikuwa namchikisha mke wangu usiku na amekasirika, lakini ni kweli. Akaniambia kuna, of course alinipigia simu hapa akasema kuna mwizi nyumbani, kuna mwizi. Sasa unajua inabidi niende nyumbani. Nikajivuta baadaye nikaamua niende, nikaenda. Fika pale basi nikaangalia mwizi hayupo, nikakagua. Sasa inabidi usilale, unaangalia toka nje, unaangalia mwizi ni watu. Baba manake protector. Bwana asifiwe sana. Mke wangu anaamini mwizi hata kama amekuja na jambia na pistol, nikitokea mimi anakimbia. Wanaume tumeumbwa mateso. Akasema bwana kuna mwizi. Nikaenda pika pale nyumbani, na mimi kama kawaida nikawasha tochi yangu. Najua nita nikafa, lakini ndio hivyo sasa. Kuoa ni kuchagua kufa. Basi kazunguka pale, baadaye sasa ananisimulia. Anasema alikuja. Kwanza amepuliza dawa ya usingizi. Point yangu hapa nataka nikulete kwenye dawa ya usingizi. Akapuliza dawa ya usingizi. Tukashangaa tuna usingizi usio kwa kawaida. Mimi najua mtu anakusimulia mambo haya inabidi usikitike kwanza, lakini baadaye unagundua kwamba hamna kitu. Unajua kuna vitu vimeviamini muda mrefu, sio kweli. Hakuna kitu kinaitwa dawa ya usingizi ya kupuliza. Ushikusikia? Nikamwambia sabani mke wangu, sawa, nimekuja, mnaweza mkalala. Lakini mke wangu nikuulize swali, katika maisha yako tuache wizi, yani katika maisha yako ya kawaida umekuwa manager hospitali, kuna dawa ya usingizi ya kupuliza? Unajua tumeaminishwa kwamba mwizi akitaka kuiba sehemu anapuliza dawa ya usingizi mnasinzi. Wewe ushakusikia dawa ya usingizi ya kupuliza katika maisha ya kila siku? Tuache wizi. Katika hali ushakusikia
dawa ya usingizi ya kupuliza. Ushaikuona? Yaani kama mtu akitaka kumchoma sindano labda wanampulizia dawa. Dawa usingizi wanachoma sindano. That number one. Number two, hata kama kungekuwa na dawa ya usingizi ya kupuliza, sawa. Ukipulizia dawa, Mungu alivyotudesign sisi, ukivuta hewa ambayo ni chafu, unacheua kwanza. Hiyo dawa ya usingizi ambayo ikufanya ucheui inaingia pole pole. Ni dawa gani? Unajua kuna vitu zinaitwa myth. Yaani kuna vitu umeviamini. Kwa mfano tumeamini kwamba wachawi, mtu mwingine anasema nilikuwa mchawi, nilikuwa nakunywa damu za watu. Mwingine akatuambia shetani anakunywa damu. Shetani anakunywa damu. Yaani ajali kitokea, mnasema basi mimi ajali ilipotokea nikaenda pale nikachota damu, nikampelekea shetani kuzimu. Shetani anakunywa kuzimu, kuna mapipa ya damu. Mimi sije kufika kuzimu, ila najua sio kweli. Sio kweli. It's not true. Najua mnabisha kwa sababu mmeambiwa muda mrefu sana kwamba shetani anakunywa damu. Okay, very simple thing. Damu ni kimiminika, right? Ni solid. So mtu kama anakunywa damu, maana yake inabidi anywe mpaka ashibe, si sawa? Si sawa? Si sawa? Sasa unapokunywa damu katika hali ya kawaida, ili unywe damu lazima uwe na mdomo, sio? Pa kuingizia hiyo damu, sio? Lazima uwe na esophagus, au sio? Uwe na utumbo mdogo, utumbo mpana, uwe na vitu vya kuchakata hiyo damu, sio? Sasa damu ina protein, si sawa? Maana shetani anapokunywa damu anataka protein, au sio? Alafu hiyo damu inakuwa digested. Ikiwa kazi ya chakula, kazi ya protein, wote mnajua biologically speaking, chakula chochote na chakula mwisho wa siku kinaunguzwa, kinageuzwa kwa energy, sio? Unapata glucose, unapata fructose, galactose. Si ndio mnafahamu hiyo vitu, sio? Does the devil need that? Shetani anahitaji glucose, anahitaji galactose, anahitaji vitu shetani. Yaani shetani anahitaji chakula kiunguzwe ili apate nguvu. Sasa damu ya nini? They are myth. Ana mdomo. Shetani roho zinakunywa damu. Ni kama tu hivi, kwa mfano nikikwambia wewe hapa, sawa, wewe hapo, nikikuonesha picha la watu wawili hapa mbele yako, picha moja ya mtu ana mapembe, picha nyingine ya mtu amesuka rasta. Nikakwambia shetani yupi, utasema ni yule mwenye pembe, sio? Lakini anawezekana shetani kama huyu mwenye rasta, sio? Lakini image ambayo iko painted kwenye kichwa chako si shetani kama ana mapembe. Nani aliye kumuona shetani? Nani? Tuambie, nani huyu ambaye alimuona shetani akiwa na mapembe? Nani? Baada, kwani mapembe ni kitu kibaya? Pembe za ndovu si ni biashara kubwa sana? Unajua, ngoja nikwambie kitu. Unapoota ndoto usiku, unaota ndoto kulingana na picha ulizonazo kichwani. Unaelewa? Na zamani kulikuwa na stories za kufikirika. Mtu anatengeneza story. Hiyo anakusimia story kama ni kweli. Kama zile afla ulela, mnafahamu zile story. Yes, ni ulela sijui. Stories za kufikirika. So zile stories zikatengeneza picha kichwani. So mtu anakuambia nilienda mbinguni. Dada mmoja anasema alienda mbinguni. Ogopa sana mtu anakuambia alienda mbinguni. Ogopa sana. Usiamini hayo maneno. Umesikia? Don't believe mtu wao, sio kaamini mtu anasema alienda mbinguni. Msikilize tu, alafu usibadilishe mwelekeo wa maisha yako eti kwa sababu umesikia story ya mtu ameenda mbinguni. Tuko pamoja? Yeah, mtu mmoja amesema juzi hapa ameenda mbinguni,
amemkuta Miles Monroe wako darasani wanapiga kitabu. Akasema nishangaa, kumbe ukifika mbinguni shule inaendelea bwana. Okay, let's get back now. Damu, shetani, Mungu hahitaji damu. Okay? God is not in need of blood. Mungu sio vampire kwamba anakunywa damu. Listen, umesikia vizuri eh? Wala shetani hahitaji damu. Wala sio kafikiri ukisikia ajali imetokea, watu wamekufa, basi shetani yuko interested na hiyo damu. Hapana. The devil doesn't drink blood. Wala Mungu hahitaji damu. Ila mshahara wa dhambi ni mauti. Sawa? Katika mahakama, kwa sababu Mungu, kiacha kwamba Mungu ni baba, Mungu pia ni hakimu mwenye haki. Na mtu kama amefanya dhambi, yafaa ahukumiwe kwa dhambi yake. Na aina ya dhambi ambayo sisi tulifanya kupitia Adamu, adhabu yake ni kifo. So Yesu, Mungu hakuwa anataka damu, alikuwa anataka haki itendeke, na haki yenyewe ni kifo cha mtu aliyetenda dhambi. Sasa mtu ambaye anapaswa kufa kwa ajili ya dhambi zetu, sisi tusingeweza kufa kwa ajili ya dhambi zetu, kwa sababu mtuhumiwa hawezi kulipia kifu. Yani mtu ambaye ni mwenye dhambi hawezi kufa kwa ajili, mtuhumiwa hawezi kujilipia gharama ya dhambi zake mwenyewe. Ilibidi apatikane mtu ambaye hana hatia ili afe kwa ajili ya mwenye hatia. Ndio maana Yesu alikufa. Bwana asifiwe sana. Yaani kwa lugha rahisi, sisi tulihukumiwa kufa, ilibidi tufe sisi. Na Mungu hakutaka tufe sisi kwa sababu upendo wake Mungu hakumruhusu sisi tufe. So ikabidi apatikane mtu mwingine ili afe mahali petu sisi. Na mtu akufa mahali petu sisi lazima asiwe dhambi kama sisi tulivyo na dhambi. Simenielewa vizuri eh? That is it. So hata kama Yesu angekufa pale msalabani, alafu kifo chake pale msalabani asingemwaga damu yoyote, bado tungesema amemwaga damu. Kwa nini? Kwa sababu uhai umetolewa. Please, mmenielewa ninachokisema hapa eh? Do you understand that? Mmenisikia vizuri? Sasa damu kwa nini sasa Mungu alitumia damu? No, kwa sababu kwenye theology kuna kitu inaitwa typology. Yaani yale mambo yalifanyika kama picha ya kitu ambacho kingefanyika baadaye. Kwa sababu mambo ya zamani ya Agano la Kale yalikuwa yanafanyika kama kivuli cha mambo ambayo yangefanyika kwenye Agano Jipya. So kivuli cha uhai ilikuwa ni damu. Na ndio maana sasa hivi hatuhitaji kutumia damu tena, kwa sababu ukishakuwa na uhalisia uhitaji kivuli tena. So sasa hivi hatuombi kwa damu ya Yesu, wala hatunyunyizi damu ya Yesu popote kabisa. We don't need to use the blood of Jesus anywhere, anyhow. Na hakuna popote katika maandiko ambapo inatuagiza kwamba tunyunyize damu ya Yesu kwenye Agano Jipya. Hakuna mtume ambaye alinyunyiza damu ya Yesu, wala hakuna mtumishi wa Mungu kwenye Agano Jipya ambaye aliomba kwa damu ya Yesu. It's wrong. You don't pray in the blood of Jesus. You pray in the name of Jesus. Unaomba kwa jina la Yesu, na unaomba kwa jina la Yesu peke yake. Sasa kwa nini tunatumia damu? Ni kwa sababu ya nini? Kuna kitu kwenye theology inaitwa exegesis. Exegesis ni kuchukua maisha ya kila siku na kuyaleta kwenye Biblia. Sawa? Kuna maneno mawili kwenye theology mazuri sana. Moja inaitwa exegesis, nyingine inaitwa exegesis. Exegesis ni kuchukua Biblia kuileta kwenye maisha yetu ya sasa hivi. Exegesis ni kuchukua maisha yetu kuyaingiza kwenye Biblia. Sasa sisi wa Afrika kwa asili yetu, sisi ni waganga. Umenielewa?
Sisi wa Africans by nature, sisi ni wachawi, sisi ni waganga. Na ndio maana leo hii mimi kwa mfano nikitokea tu mwezi wa 4 nikanunua gari ile ambayo naitaka, Range Rover ile Sport ambayo naitaka ile, ikiingia hapa ndani nikahamia kwenye nyumba yangu ya gorofa, watu watasemaje? Wasema jina la Bwana libarikiwe. Wanasema ni ana kitu. Mmesikia? Ana kitu. Ni mchawi. Kwa nini? Kwa sababu uchawi ni kitu ambacho kimekaa kwenye akili zetu. Chochote ambacho sio cha kawaida tunakileta kwenye uchawi. Kwa sisi tumezoea. Hata suppose umeenda kwa mganga, amekwambia nenda salama ukafanikiwe, hajakupa kitu chochote, utahisi kama umetapeliwa. Kwa sisi sasa tukatafuta kitu ambako angalau kataonesha kwamba angalau hii kitu ina maana, ndio tukachukua damu sasa. Tunanyunyiza damu, tunapaka damu. Lakini hakuna mahali kwenye maandiko Agano Jipya tunahitaji kunyunyiza damu. Si mmenielewa vizuri eh? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anasema pasta, mbona niliomba kwa damu ya Yesu mambo yakatokea? Ni sawa sawa na ukichukua mic hii ukigongelea msumari, utaingia? Si utaingia? Na kwa hii inaifanya ikuwa nyundo. Si sawa? Kuna wakati Mungu anakusaidia kwa sababu ya ujinga wako. Siku utakapojua, kwa mfano kama wewe hapa nimekufundisha na umeshajaribu kuomba kwa damu ya Yesu, haitatokea. Why? Because zamani zile za ujinga Mungu alifanya kama aoni dhambi. You understand? Sasa nataka watu wote watubu. So ukiwa mjinga, Mungu anachukulia na ujinga wako anakusaidia. Ukishapata maarifa, mambo hayatokei kwa kiwango kile cha ujinga wako. Do you understand what I'm saying? Sasa pointi yangu sio kueleza mambo ya damu, lakini kwa muhimu niseme kwa sababu uko mbele sitasema. Baada ya kunyunyiza zile damu sasa kwenye mimo, malaika akaja akaangamiza wana wa kwanza wa Misri na wa mnyama pia. Usiku ule wana wa Israeli wakaondoka kwenda kwenye nchi yao ya ahadi, na safari ikaanzia pale. Na hapo ndipo tukapata neno Pasaka, kwa maana to pass over, kupita juu. Bwana asifiwe sana. Na leo hii ina maana gani? Mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu, akimpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Mungu amuoni, anakuwa yuko ndani ya Kristo Yesu. Mungu amuoni yeye. Mungu anapofika mahali akisimama mtu mbele za Mungu ili amhukumu kwa dhambi zake, Mungu amhukumu huyo mtu, anapita juu, ana pass over, kwa sababu amefunikwa na Yesu. Bwana asifiwe sana. Sio na damu ya Yesu. Sisemi uruhusiwi kusema damu ya Yesu kwenye maneno yako, sema, lakini unaposema umaanishe kwamba ni uhai ambao Yesu aliutoa. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana vizuri? Sawa. Sasa kitu cha muhimu sana ambacho nataka tubaki nacho hapa, vitu vile vya muhimu nataka tuongelee leo. Kitu cha kwanza, nataka ufahamu kwamba Pasaka tofauti na sherehe zingine. Wayahudi wana sherehe nyingi, lakini sherehe ya Pasaka ni ya muhimu kwa sababu ni sherehe ya uhuru. That's very important. Wiki hii naomba uzingatie moyoni mwako kwamba Pasaka ni sherehe ya uhuru. Pasaka has something to do with your freedom. Kila mara unapowaza kuhusu Pasaka, mtoto wa Mungu, waza freedom, waza uhuru. Kila wakati unapowaza Pasaka, na wiki yote ni wiki ya Pasaka, fikiria uhuru. Wana wa Israeli Pasaka kwao ilikuwa na kukumbusha uhuru. Na kila wakati ambapo walikuwa wanasherehekea Pasaka, walikuwa wanajua kwamba sisi ni taifa huru. Bwana ametutoa utumwani, ametuleta uzimani, ametutoa kwenye nchi ya utumwa, ametuleta kwenye nchi ya ahadi. Sisi ni watu huru. Na chochote ambacho kinatishia uhuru wako, kazi ya sikukuu ni kukumbusha kwamba hicho kitu sio halali. Unajua kwa nini mpaka leo nchi ya Tanzania tunasherehekea uhuru tarehe 12 tarehe 9 mwezi wa 12 kila mwaka? Kwa sababu ni siku ya uhuru. Kazi ya sikukuu ya uhuru ni kutukumbusha kwamba sisi ni nchi huru. Bwana asifiwe sana. We are a free state. We are a free republic. Yesu alipokuja duniani
alikuja tupate huru. Ukisoma kitabu cha Yohana 8:36, maandiko yanasema basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Napenda ili andiko, anasema hivi, mwana akiwaweka huru. Yohana 8:36, mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Mtakuwa huru, sio huru wa kawaida, ni huru kweli kweli, free indeed. Nilikuwa natafakari kitu, nikasema nani hapa kati yetu akiwa na pesa say $100,000 mfukoni, alafu miaka yote hiyo ameamini kwamba kipindi chote amekuwa na fedha, ameamini kwamba hizo fedha ni halali, ni halisi, alafu akakutana na afisa wa benki, akaenda kudeposit pesa benki, afisa wa benki anamwambia hizo pesa ni fake, alafu akazirudisha mfukoni. Alafu baada ya hapo akaendelea kuwa na ujasiri kwamba na $100,000 mfukoni. Ni nani hapa katikati? Nani hapa katikati ambaye anaweza kuwa na pesa fake mfukoni akawa na ujasiri ule ule ambao yuko nao mtu ambaye ana pesa original? Bila shaka hamna, sio? Si kweli, si sawa? Yeah, manake ukiwa na fedha mfukoni, alafu hiyo fedha ukajua kwamba ni fake, automatically ujasiri wako juu ile fedha unaondoka, hata amani yako kuhusu fedha inaondoka. Hata kama kuna kitu chochote ambacho ulitegemea kitatokea kwa sababu ya kuwa na zile fedha, you lose your cool, yani unapoteza ujasiri wako, kwa sababu unajua hiki kitu ambacho nilikuwa nakitumainia kumbe hakina matumaini yale ambayo nilikuwa najua kinacho. Why? Because sisi wanadamu Mungu ametudesign kutokaa kwenye mazingira ambayo hayana matumaini, kwenye mazingira ambayo, kwa maana watu ukiwa kwenye mahusiano, siku ukigundua kwamba mtu wako ambayo unamtegemea ana mtu mwingine, automatically moyo wako wa kuwekeza kwenye mahusiano unapungua. Si ndio hivyo jamani? Si kweli kabisa? Why? Because popote ambapo hakuna matumaini, hakuna uhalisia, hakuna matarajio yako yote ambayo yaweka, sisi tumekuwa designed kutokuwa comfortable. Sasa kitu ambacho kinanishangaza ni kwamba mbona Yesu alitupa uhuru kweli kweli, maisha yetu hayana uhuru kweli kweli, tuko comfortable? Why? Yani kwa nini Yesu bilisema hivi, mwana akiwaweka huru, Yesu akiwaweka mtakuwa huru kweli kweli? Mbona kuna baadhi ya vitu ambavyo haviakisi uhuru ambao Mungu alitupa vipo kwenye maisha yetu na tuna amani? Kwa nini? Why? Manake kuna kazi ya Ibilisi hapo ndani. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Do you understand what I'm saying? Manake kama ambavyo hauriziki ukigundua haupo kwenye mahusiano ambao ukigundua kwamba kwa mfano ukikaa sehemu ukagundua umetapeliwa, hauna amani ya kukaa hapo. Ukikaa sehemu ukagundua uheshimiwi, hauko na amani ya kukaa hapo. Vile vile inapaswa kuwa ukigundua uko ndani ya Yesu Kristo, baadhi ya kweli ambazo zinaambatana na uhuru wako ndani ya Kristo hazipo kwenye maisha yako, haupaswi kutulia. Sio kama unanielewa? Mabibi na mabwana, kama ambavyo ni halisi kwamba wana wa Israeli walitoka Misri wakaenda Kanaani, vile vile ni halisi kwamba Mungu ametuweka huru ndani ya Kristo Yesu. Habari za Yesu kufa sio story. Habari za Yesu kufa sio hadithi ya kutunga. Habari za Yesu kufa ni za kweli, na kwamba kifo chake kimetupa uhuru kweli kweli, ni kweli vile vile. Na chochote ambacho akiakisi uhuru kwenye maisha yetu ni kazi ya shetani. Kitabu cha Yohana sura 10:10, Biblia inasema mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Yesu anasema hapa mwizi anakuja ili aweze kuchinja, ili aweze kuharibu, ili aweze kuua. Lakini yeye Yesu alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Na nilikuwa najiuliza kwa nini Yesu ameweka haya maneno kwenye mstari mmoja.
Manake kuna uhusiano mkubwa sana kati ya kile ambacho Yesu alikuja kufanya na kile ambacho shetani alikuja kufanya. There is a connection. Manake ni kwamba mahali kunaweza kuwa na kazi ya shetani na kazi ya Mungu kwa wakati mmoja. Njia moja wapo ambayo naweza kuitofautisha kazi ya Mungu na kazi ya shetani, kazi ya Yesu na kazi ya shetani, ni kwamba popote penye uzima tele, hapo pana kazi ya Mungu. Popote ambapo pana uharibifu, popote ambapo pana hali ya kuibiwa, popote ambapo pana hali ya kufa, hapo pana kazi ya shetani. Bwana asifiwe sana. Sasa wewe utaamua kama kiumbe huru. Hebu just imagine, unajua kama kiumbe huru wewe utaamua ni nini ambacho utaambatana nacho. Ni kazi ya Yesu iliyokamilika, ni kazi ya shetani iliyokamilika, au ni mixer? Unajua Tanzania, nilikuwa najiuliza kitu. Ushakutana na mkuu wa mzungu Tanzania hii? Ushakutana na mkuu wa mzungu? Ushakutana naye, sio? Kwa sababu kwenye nchi huru mgeni haruhusiwi kutawala. Na hata akitawala inabidi atawale kwa sheria za nchi hiyo. Do you understand that? Why? How comes kwenye maisha yetu shetani anatawala na bado sisi ni watu huru? Something is not okay somewhere. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nilikuwa natafakari kitu leo asubuhi. Nikafikiria, unajua nikawa natafakari ile andiko la Yohana 10:10. Anasema mwizi haji ili apate kuiba na kuchinja na kuharibu. Nikawa nasema, na of course jumlisha na kesi ya wizi ya jana ambayo Chichi alinibariki nayo. Nikawa nawaza kuna utofauti gani kati ya mwizi na gaidi? Nikasema shetani ni, kwa nini Biblia inasema shetani ni gaidi? Why? Kwa sababu gaidi akipiga tukio mahali, anaenda kwenye chombo cha habari mahali, anasema ni mimi nimepiga. Sawa? Mwizi akipiga tukio mahali, shaba yake ya kwanza ni asijulikane kama ni yeye. Umenielewa? So inawezekana kuna matukio Ibilisi ametupiga na hatujui. Nikawa naona kuna ndoa fulani naifahamu, and I was thinking kuna ndoa fulani naifahamu, kuna ndoa naifahamu. Mama ni mtumishi wa Mungu mzuri sana. Baba ni mtumishi wa Mungu mzuri sana. Unielewa? Mama anafundisha msamaha, anafundisha utakatifu, anafundisha kumwamini Mungu, anafundisha. Baba anafundisha msamaha, anafundisha utakatifu, anafundisha kumwamini Mungu. Najiuliza hawa watu wanashindwaje kuishi pamoja? Why? Baba anafundisha tunda la Roho Mtakatifu, mama anafundisha tunda la Roho Mtakatifu. Wote ni watumishi wa Mungu. Ukikaa na mama hapa, is a nice woman, nice. Ni life coach, anatia moyo wanawake na anafundisha wanawake jinsi ya kuwa na ndoa nzuri. You understand? Baba anafundisha wanaume jinsi ya kuwa mume bora, jinsi ya kuwa baba. Lakini yet these people can't live together. Mmoja anasema huyu ni hivi, huyu ni hivi. Roho Mtakatifu akaniambia hiyo ni kazi ya mwizi. Mwizi akiiba sehemu, anaweza kaingia gharama mpaka ya kuchomelea mlango ili isijulikane kama ni yeye kaiba. Kwa nini? Kwa sababu anataka awe na nafasi ya kuiba tena. Mmenisikia vizuri? Mwizi akikuchomolea kitu kwenye mfuko wako, anakuchomolea isache wose upasi kukishtuka, yeye ndo anafeli. So kwenye maisha yetu watoto wa Mungu, kuna baadhi ya vitu tumevihaba, tumevikumbatia, tumeishi navyo, tumeviona ni kama kawaida, kumbe ni kazi ya Ibilisi. Lakini habari njema ni kwamba Yesu alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Mwana akiwaweka huru, mnakuwa huru kweli kweli. Nasema katika jina la Yesu, wiki hii tutakuwa na uhuru kweli kweli kwa jina la Yesu. Popote ambapo kwenye maisha yako auoni uhuru, chochote ambacho kwenye maisha yako inakupa implication kwamba wewe hauko huru, wiki hii kinaondoka kwa jina la Yesu. Nataka nikwambie kitu cha mwisho haraka haraka afu tuombe.
And I was studying kwenye hiyo mistari sasa ya kitabu cha Mwanzo Kutoka 12:1-12. Nikawa najaribu kudescribe jinsi ambavyo uhuru wa wana wa Israeli ulivyopatikana. Please naomba introduce kitu alafu tuombe. Nikagundua kwamba wakati uhuru wa wana wa Israeli unapatikana, kuna kifo kilitokea. Bwana asifiwe sana. There was death. Na wakati uhuru wetu sisi unapatikana, pia kuna kifo kilitokea. Bwana asifiwe sana. Kuna watu walikufa, kuna vitu vilikufa. Walikufa wazaliwa wa kwanza wa wana wa Misri. Wazaliwa wa kwanza wa wanyama wa Misri. Lakini upande wa Wayahudi pia, ambao ndio wana wa ahadi, pia kuna vitu vilikufa pia. Unaelewa? Kuna vitu vilikufa pia. Sio kwamba wenyewe hawakuwa chochote. Kila mmoja alipoteza kitu. Umenielewa? Wana wa Israeli walipoteza mnyama. Na wana wa Misri pia walipoteza mnyama, wakapoteza na watoto. Tofauti ni kwamba hawa walipoteza kwa hiari yao na hawa walipoteza kwa lazima. So, ili uhuru wa kweli uweze kufurahiwa, lazima kifo kitokee. Kila mmoja lazima auwe kitu. Do you understand? Kuna ufunuo hapa, nataka kujenga kitu hapa. I'm very careful nisije nikakutengenezea fundisho baya. Do you understand? Something. Wana wa Israeli huku kuna kitu kilikufa. Do you understand that? Ile damu ilipatikana baada ya mnyama kufa. Okay? Huku kwa Misri pia kuna kitu kilikufa. Hakuna mtu ambaye alikuwa salama. Hakuna mtu ambaye hakupoteza kitu. So Roho Mtakatifu kanifundisha kwamba uhuru wa kweli upatikane, lazima mtu apoteze kitu. Lazima kuwe na kifo. There must be something that should die. Lazima kitu fulani kife. Hawezi kuwa uhuru kama hakuna kifo kwenye maisha yako. Aidha cha kwako au cha wale ambao wanasababisha maumivu yako. Do you understand that? Anasema kwa kusudiri mwana Mungu alizilishwa ili apate kuzivunja kazi za ibilisi. Sometimes hatuoni uhuru hasa wa kweli kwenye maisha yetu, kwa sababu ziko madhabahu za maisha yetu ambazo bado ziko hai kwenye maisha yetu na zina influence maisha yetu. Bwana asifiwe. Yes. Kwa sababu I was asking, kama kazi ya Yesu ilifanyika na ilikuwa kamili kabisa, why aren't we free as we should? Uhuru wa namna zote, uhuru wa kiafya, uhuru wa kiuchumi, uhuru wa maeneo yote. Unajua maana mojawapo ya uhuru? Ngoja nikupe picha ya uhuru inavyofanana ili uelewe. Mtu ambaye yuko huru, dalili mojawapo ni kwamba hana mipaka ya matakwa yake kwa mujibu wa uumbaji wa Mungu na sheria za nchi ambayo anafanya kazi au anaishi. Kwa mfano, baada ya Oktoba 29 mwaka jana, tulikuwa kwenye nchi yetu, lakini tulizuiliwa kutoka nje. Tulizuiliwa kutoka nje mchana, usiku. You understand that? Kilichotokea ni maana uhuru wetu libanwa. Uhuru sipo kuwepo, mambo unayoyataka huwezi kuyatenda kama unavyotaka. Kunakuwa na mipaka kwenye utendaji wa kila ambacho kwa uumbaji wako na kwa sheria za nchi yako unaweza kukifanya. Lakini sababu mtu anaweka mipaka kwenye kila ambacho unapaswa kufanya. Kama huwezi kupata unachotaka kwenye maisha haya, na sio dhambi, ni dalili kwamba you are not free. Hauko huru. Na kama hauko huru, maana yake kuna vitu ambavyo vina sabotage uhuru wako viko hai bado kwenye maisha yako. Kwa sababu walipokufa wazaliwa wa kwanza wa Misri, ndipo wana wa Israeli walipata uhuru.
Walipotokea vyura hawakupata uhuru. Ilipotokea damu kwenye maji hawakupata uhuru. Walipotokea nzi hawakupata uhuru. Lakini walipokufa wazaliwa kwanza, they were free. For freedom to happen, something must die. That is holding your freedom. Do you understand what I'm saying? Yeah. Sasa sisi baada ya Yesu kuja, Yesu itupate uhuru wetu sisi. Yesu hakusimama pale msalabani akasema mmekuwa huru sasa, you are free. No, he died. Alikufa, he died, alikufa. Kama Yesu asingekufa, tusingekuwa huru. So ili uhuru wetu upatikane sisi, ilibidi sisi tufe pia. So maana yake ni kwenye ile equation ya kwenye kitabu cha Kutoka sura 12 mstari 12, upande wa mnyama ambao wana wa Israeli walichinja, sisi ulitimizwa na Yesu. Do you understand that? Yes. Kama wana wa Israeli wangechinja mnyama peke yake, alafu malaika asingeua wana wa kwanza, wazao wa kwanza wa Misri. Please nisikize vizuri. Kama malaika wa Mungu asingepita kuua wazao wa kwanza wa Misri, na hao wana hizo wameua wanyama wao tayari, wasingetoka. So freedom is complete when death in the other side causes death in the other side. Uhuru unakamilika wakati kifo cha upande huu kinasababisha kifo cha upande mwingine. Si mmenielewa? Do you understand that? Kifo cha upande mmoja hakikamilishi uhuru. Lazima upande huu wa wana Israeli mtu afe, na upande wa wana Israeli kitu kife, na upande wa wana wa Misri pia mtu afe, kitu kife. Upande wetu sisi, Yesu alishakufa. Kilichobakia ni upande huu. Unless upande huu kuna kifo pia, hatuwezi kufurahia uhuru wetu. Naomba usimame mahali kwa miguu yako. Do you understand what I'm saying? Something must die also in that realm, in that area. Vitu gani? Nataka nikwambie kitu, mtoto wa Mungu. Life is spiritual. Maisha haya ni ya kiroho. Chochote ambacho unateseka nacho wewe, kuna mtu anaenjoy wewe kuteseka. Somebody is causing havoc in your life. That's why you are struggling. Mara zote sio kwa sababu ya hekima, mara zote sio kwa sababu ya ujui. Hapana. Kwa sababu hata wakati ambapo ujui, Biblia inasema mjapokuwa wajinga hamtapotea katika njia. Hata katika ujinga iko neema Mungu kusaidia katika ujinga wako usiangamie. Ukiona uangamivu wako unapita ujinga wako, ujue kuna kazi ya mtu mwingine ambayo sio ya Mungu. Umesikia?